Haji, mbunge wa Mwanakwerekwe, aulize swali lake. Asante sana mheshimiwa. Swali linauliza, je, serikali imejipangaje kuboresha vifaa tiba na rasilimali watu ili kuongeza ufanisi wa huduma kwa wananchi wanaotumia bima ya afya hasa vijijini? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Dr. Florence Samizi. Kujibu swali la Mheshimiwa Kasim Hassan Haji, mbunge wa Mwanakwerekwe, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imefanya uwekezaji mkubwa katika ununuzi na usambazaji wa vifaa tiba katika ngazi zote za vituo vya huduma za afya nchini, ambapo kati ya mwaka 2021 hadi 2026 jumla ya trilioni 1.2 zimetumika katika kuboresha miundombinu na ununuzi wa vifaa na vifaa tiba kuanzia hospitali ya taifa, hospitali za rufaa za kanda na mikoa, hospitali ya halmashauri, vituo vya afya na zahanati. Kupitia uwekezaji huu, zaidi ya 85% ya vituo vya afya na zahanati zimeboreshwa na kupatiwa vifaa vya msingi vya uchunguzi na matibabu, huku hospitali za rufaa zikiwa zimepatiwa vifaa vya kisasa ikiwemo CT scan, MRI na mashine za uchunguzi wa maabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, serikali imeajiri jumla ya watumishi 5,000 wa kada za afya, ikiwa ni utekelezaji wa ahadi ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kufanya jumla ya watumishi katika sekta ya afya kufikia 182,430. Kati ya watumishi hao 142,794 sawa na 78% wapo katika ngazi ya afya ya msingi na 34,047 sawa na 19% wanafanya kazi katika ngazi ya hospitali za rufaa, mkoa, kanda, maalum na taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Kasim Haji. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nishukuru serikali kwa majibu mazuri ambayo imetoa, lakini namshukuru Dr. Samia kwa kufanya kazi kubwa sana ya kupeleka vifaa na kuajiri watu. Katika ajira hizo ambazo zimeajiriwa na vifaa hivyo ambavyo vimepelekwa, bado kuna upungufu wa madaktari katika maeneo ambayo vifaa hivyo vipo. Je, ni lini serikali sasa itakwenda kufanya mgawanyo mzuri, angalau katika kila eneo ambalo imepeleka vifaa kuwe kuna madaktari wa kujitosheleza? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa kuendelea kupigania afya wa Tanzania, lakini na kupigania watoa huduma ili waweze kuongezeka. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kufanya msawazo wa watumishi nchi nzima kulingana na uhitaji. Lakini sio hivyo tu, kwenye bajeti ya 2026/27 serikali ina mpango wa kuajiri watumishi zaidi ya 45,000 ikiwemo watumishi wa afya. Hivyo naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali imejipanga kuhakikisha kwamba inapeleka watumishi katika ngazi zote, na itafanya hivyo kulingana na ajira lakini na msawazo ili kuhakikisha watumishi wote wanafika hasa kwenye ngazi ya msingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa, nakushukuru Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yako kwa Mheshimiwa wabunge. Mheshimiwa, tunaendelea. Wizara ya Viwanda na Biashara. Mwite sasa Mheshimiwa Khalid Musa Nsekela, mbunge wa Kyerwa, aulize swali lake. Swali la mbunge wa Kyerwa linauliza, je, lini masoko ya Nkendwa na Murongo yataboreshwa ili wakulima na wafanyabiashara wapate masoko na kukuza biashara za mpakani? Swali hilo linakwenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Waziri Judith Kapinga. Mheshimiwa Mwenyekiti, masoko ya Nkwenda na Murongo ni masoko yanayopatikana wilaya ya Kyerwa mkoani Kagera. Masoko haya yapo mpakani mwa Tanzania na nchi ya Rwanda, ambapo ujenzi wake ulianza mwaka 2010 chini ya mradi wa District Agriculture Sector Investment Project kupitia Agriculture Sector Development Program. Mwaka 2018 ujenzi wa masoko hayo ulifikia 18% na kusitishwa kutokana na changamoto za kibajeti. Mwezi Disemba 2024
serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan iliendeleza ujenzi ambapo kwa sasa ujenzi wa soko la Nkwenda limefikia 87% na soko la Murongo 70%. Serikali imedhamiria kukamilisha ujenzi wa masoko hayo ili kutoa fursa kwa wajasiriamali hususan wanawake na vijana kunufaika na masoko hayo ya mipakani. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Khalid Musa Nsekela. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya serikali, nina swali moja dogo la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, soko la Murongo ni soko ambalo linaunganisha wafanyabiashara kutoka nchi za Uganda na wakulima wa ndizi pale Murongo ambao ni Kyerwa, lakini mwingiliano wa majukumu kwa mamlaka ambazo ziko pale ndani ya soko, nje ya soko na mpakani imekuwa ni changamoto sana kwa biashara ya ndizi, kitu ambacho kinapelekea muda mwingine Waganda wanazira kuja kununua ndizi pale sokoni. Je, serikali ina mpango gani na maelekezo kuweka utaratibu mzuri wa pale sokoni hasa mpakani mwa Murongo kwa ajili ya wakulima wa ndizi na wafanyabiashara kutoka Uganda kuja kufanya biashara iliyokuwa safi kwa maslahi mapana ya mkulima wa ndizi? Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge na nimpongeze kwa sababu amekuwa akifuatilia kwanza ujenzi wa masoko haya, lakini vile vile amekuwa akifuatilia mwenendo wa biashara katika mpaka wa Murongo. Ni kweli kuna changamoto kwa sababu ili mfanyabiashara aweze kuuza bidhaa zake katika nchi jirani, kwanza pale kuna maagent wa forodha, lakini mfanyabiashara mwenyewe lazima akidhi vigezo ikiwemo kupata phytosanitary certificate ambayo inatolewa chini ya taasisi ya kilimo ya TPHPA, lakini vile vile vibali kupitia COPRA. Sasa mlolongo huo kidogo umekuwa na complication kutokana na baadhi ya mambo ambayo yamekuwa introduced hapa karibuni kupitia na wenzetu wa Wizara ya Fedha, hususan kwenye swala la VAT kwenye mazao ambayo yanasafirishwa. Nimwahidi Mheshimiwa mbunge kwamba ninamwelekeza Katibu Mkuu wa Wizara yetu ya Viwanda na Biashara akae na wenzake katika Wizara ya Kilimo pamoja na Wizara wa Fedha, kwa sababu nchi zilizopo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki tunayo simplified trade regime ambayo inarahisisha biashara kati ya nchi hizi mbili, na hata kwenye mipaka yetu mingine kwa nchi ambazo hazipo kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki tumekuja na mfumo huu kwa ajili ya kurahisisha biashara kwa wenzetu ambao wanafanya biashara kwenye mipaka. Ni kuhakikishie tutajiratibu katika sekta zetu ili kuweza kuboresha biashara katika eneo la hili la mpakani ili kuondoa kero hii kwa wafanyabiashara katika mpaka wa Murongo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Asha Baraka. Asante Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Ni lini serikali itaboresha soko la Mabibo mkoa wa Dar es Salaam ambalo hilo soko linafanana na soko la Murongo? Soko la Mabibo lina wachuuzi wengi wa ndizi na ni kubwa sana, na wafanyabiashara au wanunuzi wanapoenda soko la Mabibo hasa kipindi cha mvua lazima ukodishe buti zile za plastiki kwa kuingia ndani ya soko hilo. Ni lini serikali italiboresha angalau watu wanaenda kufanya mahitaji muhimu wapite kwa urahisi? Asante Mheshimiwa Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli soko la Mabibo ni soko muhimu sana kwa biashara na uchumi katika mji wa Dar es Salaam. Ni mhakikishie Mheshimiwa mbunge tutaendelea kujiratibu na wenzetu wa ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ili kuona ni kwa namna gani tunaweza kuboresha soko hili la Mabibo. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru kwa majibu yako kwa Mheshimiwa Bunge. Tunaendelea Wizara ya Ujenzi